Kulikuwa kuna vitu vingi mimi nilikuwa sifahamu kuhusiana na msanii Tunda Man. Moja wapo ilikuwa like, kwa nini anajiita captain wa Bongo Flava? Why? Kwa nini amekuwa ni msanii ambaye kila ambaye alishawahi kufanya naye kazi, mfano Matonya, Marehemu Spy, wanamesha ni kwamba ni mtu ambaye waliwahi kumsaidia, lakini yeye he didn't appreciate it. Hi everybody, mambo vipi? Welcome to my YouTube channel and I'm really happy to see you here. Imagine hadi wewe uko hapa, for sure nakupenda sana sana sana. Make sure una like, una comment, una subscribe on this channel ili kila nikipost video basi upate kuiona. Mimi naitwa Naipova on Instagram, natumia Naipova_. Jina lako ni lipi? Niandike kwenye comment ili nijue ni nani ambaye amepita hapa. As you know, your girl, I'm a TV and radio presenter. So nataka nikuletee interview ambayo nimefanya na captain wa Bongo Flava, namzungumzia Tunda Man. Kuna watu wanamfahamu Tunda Man kama msanii wa Simba kwa sababu amejikita sana huko kuimbia timu ya Simba, lakini Tunda Man ana historia ambayo inavutia sana kwa kijana yoyote. Unapaswa uiangalie this podcast kwa sababu itakumotivate usikate tamaa na kuzifikia ndoto zako. Mimi nilikuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na Tunda Man, but imagine this interview nimefanya nimuelewe sana, lakini pia imenijenga kwenye vitu vingi sana. That's why nikasema siwezi kupata haya madini peke yangu. So this interview is for you. Angalia mpaka mwisho and then niambie umejifunza nini kutokana na kile ambacho sisi tumekizungumzia hapa. Ile moment like Matonya kipindi cha toka then anakuja kwako anakuomba Mungu kwenye kundi moja, mimi nifanye muziki pamoja mpaka mnaandika ile Violet inatoka. Tupitishe hapo, ilikuwaje? Mimi nilikuwa natunga sana magoma. Kwa hiyo na ngoma nyingi hapo za tayari nishaziandika. Baadaye Matonya nikutana na Fire Brothers. Baada kugundua mimi kama nina kipaji fulani vitu tofauti na kwanza idea zangu ziko tofauti nini, sababu mdax kwa mdao Tunda noma. Unajua maskani bado mkifika nasifia sana mimi. Tunda noma. Kwa Matonya kavutiwa na ile Tunda noma. Kipindi kile Matonya akapata ngoma moja hivi etwa namtafuta mrembo, sijamwona mrembo ile. Kwa hiyo Matonya akapata duruka sana nyumbani. Ngoma zangu nyingi Matonya akapata nazijua. Alafu sasa mimi nilikuwa kipindi kile sijawahi kurekodi. Okay. Yaani mna ngoma mengi na imba lakini sijawahi kuingia studio kurekodi. Okay. Kwa hiyo Matonya mpaka amekuja sababu Matonya ananishawishi mimi tuanze kutengeneza kundi. Taji lile kundi taji lile. Mlikuwa hadi mna jina? Jina lipo. Ilikuwa okay. T2. Yaani Tunda na Tonya. T2. Nice name. Kwa hiyo sasa tuchachukue jina nini? Kwa sababu ile kundi kwa mimi magoma yangu mengi ninamezesha Matonya verse moja ili tukianza kurekodi pamoja. Okay. Kwa bahati nzuri mbaya kuna mtu aitwa Bosnia tajiri Mtanga huyo ndio alikuwa na manage Matonya kwa kipindi hiko. Okay. Kwa Bosnia akalipia ngoma kwa Roy kipindi kile. Kulipia ngoma kwa Roy tukaichagua Violet, ndio tulikuwa Violet. Mimi nilikuwa ni sister yangu. Okay. Katika dada yangu ambao nilikuwa naishi nao Mike tu kwa hivi. Ni Violet iko dada yangu kabisa. Akaitwa Violet au Charity. Okay. Kwa Violet nilitunga kama kwa sababu dada yangu tunaelewana sana. Kwa wakati natunga weka jina langu hapo. Kwa hiyo nikaweka jina lake. Dada yangu peka ni Violet. Kwa ile nyimbo ilikuwa yote visa kwanza visa pili chorus imeshakamilika. Ngoma zangu nyingi zilikuwa zishakamilika. Kwa hiyo Bosnia alivyolipa ile session. Okay. Kwa hiyo ndio miko mara ya kwanza sasa naingia studio. Kwa hiyo Matonya kaingiza visa ya kwanza ile fresh chorus fresh, mimi ibidi nipige visa ya pili. Kwa jamaa moja alikuwa anaturekodia vocal anaitwa K2, ana manywele makubwa wa Roy, yani jamaa anarekodi tu vocal, Roy kija na mix. Nikapiga sasa
Sasa ile vesi yangu ile Violet njoo, Violet usigo, Violet usifanye lolote itakuwa so. Kwani mimi mwenzako Tunda nakupenda sana, ziba masikio wanafiki wasikuja. Umeona ile? Sasa mimi nilivyoingiza ile vesi, nilivyokuja kujisikiliza nikasema haiwezekani. Kwa hiyo kama nasikia ngoma Matonya, kwa hiyo ngoma ya kwanza, hii ngoma ya kwanza hii itoke peke yako. Wewe ujitoe. Mimi nijitoe. Alafu wewe ngoma ya pili tutafanya wote. Twende kwenye Naila. Umerudi na hasira zako hapo, ukataka Professor Jay ndo aifanye Naila. Then Professor akasema Chidi Benz njoo hapa fanya hii track. Kwanza ulitegemea kwamba Professor anaweza akamuita Chidi Benz ufanye naye kazi kwa kipindi kile ambacho wewe ulikuwa ndo hivyo ndo una hasira, nataka kuonesha kipaji na hivyo ndo unacheza zako ndondo. Professor anakukubali tu. Ulitegemea hilo? Ile nyimbo ya Naila kwanza kabisa nilirekodi kwa Boucha Records. Ilikuwa ni poster kule. Mnara wa saa Kamia Magomeni. Kwa hiyo Magomeni mimi na Maneki ilikuwa kila siku. Mimi natoka Argentina nampitia Maneki pale Mwembe Chai, afu tunaenda Magomeni wa Pipa. Nilikuwa siplani kumshikisha mtu yoyote. Sasa nikaona ili mimi ni hiti hapa, lazima nimshikishe star na star ambaye niko naye karibu. Wewe Matonya ndio utakashazingua. Mwingine hapa ni Professor Jay, kwa sababu Professor Jay anakujaga uwanjani kila siku. Na sisi kuna kocha wetu mmoja Elimzozo. Huyo Elimzozo ana ndo rafiki yake nani Professor Jay. Kuna mtu anaitwa Credo Moipopo alikuwa anacheza Yanga. Huyo Credo ndio namuimbia asubuhi mchana. Yaani kile nikutana naye. Unamuimbia. Tunda nipe vitu namuimbia kishenzi. Anacheza Yanga. Hata wakati naongea naye pale Credo naye akamweka karibu. Ambia wewe akamwambia Mzozo. Wewe huyu kucheza mpira anajichelewesha tu. Huyu ni mwanamuziki. Mwanamuziki kweli, huyu mwanamuziki. Vipi bwana? Niimbie Mzozo. Professor huyo. Mzozo kwa Mzozo, niimbie. Kama Credo na hebu mpelele nini? Credo no kama DJ atafuta ngoma. Mpelele basi mimi namwimbia. Upo kama uko serious wewe. Sababu mimi na ngoma langu nimerekodi na namtaka Professor Jay. Kwa sababu si poa. Leo Professor Jay anakuja usiku. Akija usiku leo hapa tumsikilizishe. Basi kwa Professor Jay kaibuka usiku. Alipokuja usiku pale, mimi sikuondoka siku ile Professor Jay anakuja. Sikuondoka. Mzozo mwimbie wewe. Hebu niimbie. Professor King mwimbie. Kimwimbie. Mwimbie. Na ngoma shairi kodi na kusikilizisha. Sitakusikilizisha ngoma. Mimi sije ngoma itakuwa kali. Chidi njoo. Chidi kwa sababu Chidi kwa watu na Professor muda wote. Chidi Benz. Kabuta Chidi Benz. Sikia nikwambie, kalikodi ngoma ya Tunda. Poa wewe mimi ndio kila kitu wewe umezana. Pasa Mzozo connect dot pale. Sikio ndo tukapanga nini kuna kurekodi kampeleka Sabaucha. Baucha record Magomeni sasa. Kwa hiyo ikabidi mimi nikampitia Maneki mdogo mpaka studio tumsubiri Chidi Benz. Chidi Benz kaja basi na taxi pale, kapaki pale kaingia ndani. Chidi Benz yule kile nyimbo. Nyimbo kaeka pale anaandika pale. Anaandika pale. Chidi Benz akawa anaingiza. Hito yali kama unaye. Una mpango naye jaribu vuta tosio. Nimeiba pale Chidi Benz. Sasa kuna kitu Chidi Benz kakosea pale kwa matamshi. Sasa mimi nawaza pale. Namwambiaje huyu kakosea? Wewe ulikuwa unaogopa kumwambia amekosea? Nilikuwa namhofia kinoma. Kitu cha msingi ambacho nataka kufahamu, kwa sababu umeanza muziki kitambo, then mpaka sasa hivi kusikia una tuzo moja au zimeshaongezeka? Moja tu. Una tuzo moja kwenye muziki. Why naona magoma hits ni mengi? Yeye wakati tuzo zinaanza zilikuwa ziko real sana. Wakati tuzo zinaanza zilikuwa ziko real sana. Kwa sababu hata kipindi kile cha Stare Garama katika nyimbo ambazo zinaitwa Stare Garama, Stare Garama ndio ilikuwa
Ilipopigwa tu pale kwenye tuzo pale. Kila mtu alisimama. Yaani kategori namba 1 sio namba 2 sio kategori zote. Ilipopigwa tu Stare Garama. Umati wote pale kwenye ukumbi. Kama mna video mtaangalia wote walisimama. Afu kamera kwanza muonesha Maneke alirekodi ile Stare Garama. Okay. Afu mshindi kaja kuwa sijui mtu sui gani kutoka Arusha. Okay. Kwa hiyo ni pale ndo tuzo zikaanza kupunguza radha pale. Okay. Kwa hiyo sasa mimi yani kila mtu kwa kipindi mimi nilijitoa za ngoma zangu sitaki zipigwe katika tuzo. Okay. Nilitangaza na barua niliwapelekea kule. Kama walisoma sawa, kama hawajisoma utajua wenyewe. Lakini mimi niliwapelekea kwa sababu nimeona kama kuna vitu haviko fair. Kwa hiyo kupata tuzo moja kwa sababu baada ya Stare Garama kukosa na kila mtu alikuwa anaamini inachukua, ndio pale mimi kuna kumbe Magumashi Mrs. Stark. Okay. Sasa goma lilivyotoka ndio mtihani kaanza. Mtihani kweli. Maana tena Matonya na simu apokee tena. Simu anampa mwanamke apokee kana chef Tabani wewe. Ndo hapo sasa umempa ite song. Nimempa kapepea. Kwa hiyo hata mimi kurekodi ile Neila ni ile hasira ambazo Matonya alikupatia. Alinipa. Wow. Kwa pia namshukuru kwa mara moja kwa sababu bila yeye kufanya vile na hisi mimi mpaka leo nisingekuwa mtunzi. Ile moment mmeenda Kenya, maana ulikuwa unafanya back vocals za Matonya. Akaingizwa klabu akakuacha nje ukapigwa. Iliumia kinoma. Siwezi kusahau. Okay. Ile show bali anda Chief Kiumbe. Tukatoka hapa mimi na Matonya hadi Kenya. Tukafika nyumbani kwa Chief. Tukaenda kwenye show. Tufika pale bwana, gari ni mapaki tu. Mabausa wamekuja kama siku 15. Wakafungua mlango. Wakamtoa Matonya nini wanampeleka kwenye. Sasa mimi niko nyuma. Kile tu tulia wewe. Underground. Wewe tulia. Kana leo kwa kazi ninayo. Okay. Kufika mlangoni Matonya kaingizwa chini. Mimi sasa nikabidi niwafuate wakati tiketi wale. Mimi huja na Matonya kutoka Tanzania. Mimi ndio back vocal wake namfanyia kia ndo anaelewa. Bwana Matonya kama leo angeenda na wewe hivi. Nikaona sio kesi. Kabidi nitoke pale. Mlango nauona kuna kama kimti hivi. Nikaa kwenye kimti ni kama nimekaa chini. Nimekaa kule hata mpaka kule show inaanza kule. Nasikia magoma kule chini kule. Sababu sound sipoka chini. Show ime yani chini kwa nasikia show imeisha lakini Matonya hajatoka bado. Kuna jamaa mmoja katoka nje anaitwa Saddam. Siwezi kumsahau jamaa. Okay. Katoka nje. Akakuta mimi nimekaa. Kaza mambo, ngapoa vipi mambo? Alipoongea tukaanza kashtuka. Wewe sio Mkenya. Kabla sio Mkenya, mimi mjana Matonya. Ila Matonya kaenda ndani kaniacha hapa. Basi nikulipie. Uingie ndani kwa mtafuta Matonya, sikia ngambia nikienda ndani huko. Nikimkosa ndani. Sijui alivyokaa. Sababu tuko mmejaa. Bwana nimsubiri hapa nimuone anatoka. Okay. Kafile vile kama ilivyoingizwa ndio anatolewa. Gari. Sababu unaona gari limekaa kwenye, unajua ile gari linakaa kama vile hotelini unataka kushuka ile. Gari linakaa, milango inafunguliwa. Matonya kutoka kule mbio. Akukuambia sababu yoyote ya kukuacha nje. Kwa siku hiyo? Kwa siku hiyo chochote. Sababu nikaenda kimbilia ile gari ili ni uwai. Wasikuache. Usiniache. Baba binja kwenye gari. Duki. Niko pale. Sijui mtu na ile ni Mombasa. Okay guys, I told you lazima kuna kitu utakitoa kupitia hii interview. Ni nini ambacho ulikuwa ukijui then umekijua baada tu ya kuitazama this interview? Niandikie kwenye comment and don't forget to like, to share, to subscribe on my YouTube channel. Mimi naitwa Naipova, Instagram yangu ni Naipova_. Bye, I love you.